Na kusalimia mahali popote ulipo, ukiwa Kenya, ukiwa nje ya nchi, popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Evangelist Peter Maina. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kutuleta katika sabato ya mwisho wa mwaka tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hakika Bwana amekuwa mwaminifu kwa kila mmoja wetu, ametuweka hai na tunashukuru. Shukrani zingine ni kwa sababu ametupatia nafasi ya kumfahamu, haswa kupitia kwa kanisa lake takatifu, kanisa la Adventista wa Sabato. Najua ya kwamba mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato. Ni kanisa ambalo Bwana amelibariki kwa njia ya kipekee, japokuwa changamoto zipo. Changamoto hizi sio kanisa lina shida, ni watu binafsi wameamua kutumika na yule mwovu, wakaingiza changamoto hizo katika nyumba ya Bwana, wengine kwa kujua, wengine kwa kutojua. So hata hivyo sasa, watu wanapofika katika sehemu hii ya mwaka ama katika hii wiki ya mwisho, kuna wengine wataharibu afya sana kwa sababu ya sherehe ambazo ni za siku na kadhalika, na kuna watu watafanya maamuzi mengi. Kuna watoto wataacha shule, wasichana watapata mimba. Kuna watoto wataanza kuvuta bangi, kuna familia ambazo zitavunjika, wengine watafanya ndoa. Yaani kuna mambo mengi yanafanyika between 25th December mpaka Januari tarehe 1. Lakini ninasikia msukumo ya kwamba kabla tujaendelea sana, nikuletee habari njema ya kwamba the best thing ambayo resolution ambayo mwanadamu akaweza akafanya anapovuka mwaka ni kujiuliza jinsi ambavyo atakuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu wake aliyemuumba kabla, zaidi ya vile ambavyo amekuwa na uhusiano huo katika mwaka uliopita. Kwa hivyo topic ya leo inasema drawn by his loving kindness, the 12 steps to Christ. Na tutakuwa tunaangalia kitabu hiki kidogo kinaitwa Steps to Christ kulingana na ile chapisho uko nayo. Ni kitabu kidogo lakini kimebeba mibaraka mikubwa. So hapo katika slide kutakuwa ama katika screen kutakuwa na quotations from this small book, Steps to Christ, lakini mafungu mengine nitataja tu nikikariri, nikisonga paraphrasing katika akili. Basi wewe unaweza ukachukua kalamu ukaandika, na ninajua kwamba utaweza kubarikiwa. So tunajiuliza swali sasa ya kwamba nitafanyaje hii dhambi ambayo nimekuwa nikikazana nayo ndani ya maisha yangu, nitaiepukaje? Nitapata ushindi vipi? Nitakuwa na uhusiano na Mungu vipi kuendelea mbele, ili ya kwamba maana tukiwa na uhusiano na Mungu basi tutakuwa na maisha shwari. Baba, katika Kristo tunashukuru, tunaomba ya kwamba utubariki kwa njia ya kipekee kupitia kwa neno lako, the Bible and the spirit of prophecy. Tunashukuru kwa kutufanya Waadventista wa Sabato. Tunashukuru kwa wale ambao si Waadventista wa Sabato na wanafuatilia programu hizi. Wajalie Bwana, unapotubariki tubariki pamoja nao, maana ni wanadamu uliowaumba na tena ni wako kwa sababu uliwakomboa. Nitumie kama chombo tena sasa nimfikie yule ambaye Bwana ungetaka afikiwe na ujumbe huu. Tubarikiwe sote katika Kristo, naomba na kuamini. Amina. Na karibu sana. Now, step number 1 ni kuhisi uhitaji la kuwa na muokozi, the sinner's need for Christ. Na tunaposema kwamba kuona hitaji hilo ama kuwa na hitaji hilo ndani ya moyo wako, tunafananisha na mgonjwa. Mgonjwa anapoenda hospitalini kiasi cha kwamba amegonjeka mpaka amefika hospitalini, ni ya kwamba ameona siwezi nikajisaidia mimi mwenyewe, nahitaji msaada mwingine kutoka kwa mtu maalum ambaye pengine akona utaalamu katika swala ambalo linanisumbua, ndio maana anaenda hospitalini. In fact, Bible inasema hakuna mtu ambaye anahitaji daktari ikiwa si mgonjwa. Now, ukisoma Steps to Christ page 18 paragraph 1, the spirit of prophecy inasema it is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Our hearts are evil and we cannot change them. Okay? Yani, kwa sababu ya the sinful nature na jinsi ambavyo tumeumbwa, tumezaliwa ni kuumbwa kupitia kwa kuzaliwa. Tumezaliwa tukiwa na tamaa mbaya ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo, mtu ambaye ni mwanadamu, isipokuwa yule ambaye tayari Kristo anadumu ndani yake na kufanya kama Paulo vile anasema, sasa si mimi naishi, ni Kristo anayeishi ndani yangu. Mtu wa kawaida anaweza akafanya chochote kibaya duniani ambacho unafikiria hakiwezi fanywa. Okay? Anaweza kuwa mwizi, muuaji, muasharati, anaweza changanya zote. Mwanadamu kwa sababu ya kuinherit the sinful nature, ana uwezo ama matamanio ya moyo wake ni mabaya siku zote. Tuko pamoja? So unless apate usaidizi kutoka nje ya mwanadamu huyu, basi hawezi. Na ndio maana spirit of prophecy inasema kwamba, ama Sister White anasema,
ni jambo la kwanza tunapotaka kupiga hatua kwenda kwa Kristo ni kutambua ya kwamba sisi wenyewe hatuna uwezo wa kujitoa katika shimo la mauti. Okay? That miry clay ambayo Daudi anazungumzia, anitoa kwenye shimo la mauti, ama udongo wa utelezi. Our hearts are evil and we cannot change them. Sisi hatuna uwezo wa kujibadilisha. Romans chapter 8 verse 9 nasema that carnal mind, the carnal nature is enmity against God, na haiwezi taka hata kutii sheria za Mwenyezi Mungu, na haiwezi. So huyo ndio the sinful nature ambayo tuko nayo, ambayo tulinherit kutoka kwa Adam. So unless something happens, basi sisi tunaweza tukajipata kwenye hali mbaya, na tunaomba nikupatie the good news ni ya kwamba already something happened. Tuko pamoja. Yesu, njia ilikwisha kutengenezwa. Remember, dhambi ndio ilitenganisha mwanadamu na Mwenyezi Mungu aliyemuumba. Isaya anasema ni Isaya ama ni Jeremiah, utasoma 59 inasema dhambi imeweka ukuta ama imeweka shimo katikati ya mwanadamu na Mungu wake. Lakini tunashukuru kwa sababu ya Kristo alikwisha kutolewa na akawa ngazi ya kuunganisha mwanadamu huyu na aliyemuumba. Okay? Ukiangalia Genesis 28 unamuona Jacob akionyeshwa the ladder. Malaika wanashuka wakingazi, ngazi imeshika mbinguni na tena imeguza ardhi. Okay? Na vile vile Nathaniel. So kwa ufupi, ngazi imekwisha kuwekwa. That gap ambayo imekuwa katikati ya Mungu upande huu na mwanadamu imekwisha kuwekwa kupitia kwa Kristo. Sasa ukiona ama hatua ya kwanza ya kumfikia Mungu kupitia kwa Kristo ni kuona ya kwamba lazima uingie kwenye hiyo daraja. Otherwise, hakuna uwezo mwingine. Moyo wako hauwezi kuwa na matamanio mema hata kidogo. So we cannot. So that is the first step. Tukishajua hivyo, now step number 2 inaitwa repentance. Now repentance mara nyingi watu wameitumia vibaya ama tumeitumia vibaya. Tumetumia jina hilo vibaya, repentance. Kutubu ni nini ama toba ni nini? Tuko pamoja. Ukiangalia 2 Peter chapter 3 verse 9 inasema kwamba Mungu hakawii kuitimiza ahadi yake kama vile ambavyo tunadhani, lakini anatuvumilia, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Swali ni hili, toba ni nini? Now toba includes sorrow for sin and a turning away from it. We shall not renounce sin unless we see its sinfulness. Until we turn away from it in heart, there will be no real change in the life. Sikiliza. Kwa hivyo toba ambayo tunazungumzia ni toba inayoleta mabadiliko ya kwamba leo nilikuwa hivi, nimejigundua kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimejua kwamba kuna Mwokozi na ninataka kwenda kwake ili nitubu anisamehe. Swali ni hili, anapokusamehe, maana ameahidi atakusamehe. 1 John chapter 1 verse 9 anasema yeye ni mwaminifu, atatusamehe kisha atatuondolea huo udhalimu. Swali, toba ni nini? Na wacha nitumie mfano. Ushaikuwa na umekosea mtu ama umemkosea mke wako, wacha nitumie family setup. Umemkosea mke wako ama bwana wako ama watoto wako. Alafu kwa sababu umejua ya kwamba umemkosea ama amekujulisha kwamba umemkosea, unasema ninaomba msamaha, nisamehe, kwa sababu you fear losing a certain favor kutoka from your partner. Now hiyo si toba ama huko si kutubu. Tuko pamoja sasa? Vile vile ukiangalia biblically kuna watu wawili ambao walitafuta toba isiyofaa, Esau na huyu jamaa ambaye anaitwa Judas. Tuko pamoja? Ukiangalia wote wawili, ukisoma habari zao katika Bible in the book of Hebrews na Matthew 27, utagundua kwamba kwa mfano Judas alirudisha vipande 30 vya fedha. When it is too late for him, yeye hakurudisha kwa sababu aliona kosa lake ndani yake, ni kwa sababu aliogopa the consequences. Maana aliona unajua Judas alikuwa nadhani Yesu atajiokoa msalabani, hata kubali kushikwa, lakini alipoona vile kumeenda, reality dawn on him, akaenda akarudisha vipande 30 vya fedha, fearing the consequences that might follow thereafter. Huyu ambaye anaitwa Esau, kumbuka, aliuzia urithi wake kijana wake ama ndugu yake ambaye anaitwa Jacob. Bible inasema katika the book of Hebrews, yeye anahesabiwa pamoja na washarati kwa sababu Mungu hakumkubali. Maana hata kama alilia machozi akitafuta urithi, yeye alikuwa ameona ya kwamba amepoteza the material wealth ama the materialistic part ya hiyo ama huo urithi. Hakuona the connection between the savior who is Christ na urithi huu ambao alikuwa ameuza kwa chakula. Tuko pamoja sasa? So alitamani arudishiwe urithi, lakini hakuwa ametamani ya kwamba awe na uhusiano na the connection with the birthright ya Yesu. So repentance sio ile ya kuogopa kuadhibiwa. Repentance
ni ya kweli, ni ile ambayo ni ya kutoa mtu mahali alipo aweze kusonga mbele na maisha. Tuko pamoja sasa? And by the way, repentance biblically is a gift Bwana anatupatia, and that's why kama tulivyosema tangu mwanzo, mkosaji na aliyekosewa, yule ambaye ana initiate the process of reconciliation ni mwenye kukosewa. Ukiangalia Adam na Mungu, Adam ndiye anakosea na anatoroka, lakini Mungu ndiye ana initiate the process of reconciliation. Chapter 3 verse 9 of Genesis. Alafu tunafundishwa the same principle na Yesu katika Matthew 18 ya kwamba mtu akikosea unamuendea wewe uliyekosewa. Tuko pamoja sasa? So therefore repentance, tunapochukua hiyo step number 2 ya kumfikia Mwenyezi Mungu ni kutubu, na toba hii ni kama ya Psalms 51. Daudi anapoambia Mungu, sasa mimi sitaficha dhambi yangu, unaifahamu vizuri, kile ambacho nitaomba niumbie moyo mpya kutoka sasa, nisije nikarudia hilo kosa, lakini sasa nifundishe wakosaji njia. Hiyo ndio experience ambayo ninakuomba na kuombea Mungu ya kwamba uweze kuomba na tuweze kuchukua the steps to Christ, ya kwamba mwaka wa 2026 uwe ni mwaka wa mabadiliko katika familia yako, katika maisha yako binafsi, na ukiwa muhusika katika nyumba ya Bwana, basi kanisa la Bwana na ulimwengu ilibarikiwa kwa sababu ya toba yako ya kweli. So ninakuuliza, ushawahi tubu? Now step number 3, confession. Confession ni nini? Wakatoliki, ndugu zetu Wakatoliki, kama kuna Mkatoliki ananisikiliza ama wewe umeshaikuwa Mkatoliki, Wakatoliki wanafundishwa confession, wanaenda kwa mtu ameingia na hapa na mwingine kwa upande ule mwingine. Na ukisoma kitabu ambacho ni cha Cardinal Otunga, Question and Answer Catechism, Question and Answer Catechism ya Cardinal Otunga niko nayo hapo. Wanaambiwa kwamba Wakatoliki ya kwamba ukienda kwa padri lazima utaje dhambi specifically ambao ulikuwa umefanya na urudie uliifanya mara ngapi, ili ya kwamba uweze kupata msamaha. Now hiyo tutafundisha baadaye katika forums, katika topic zingine, lakini haifai hivyo kwa wanadamu. Lakini sisi ambao tumemjua ya kwamba tunastahili kumfikia Mwenyezi Mungu kupitia kwa Kristo, John 14:6 inasema yeye ndiye njia. Okay? Ama John 10 inasema ya kwamba yeye ndiye mlango. 10 verse 1 through 7 inasema yeye ndiye mlango wazizi. Kwa hivyo tunapoenda kwake, we have to confess truly. Lazima tuwe na true confession. True confession ni gani? It is always of a specific character and acknowledges particular sins, but all confession should be definite and to the point, acknowledging the very sins of which you are guilty. Yani ukienda kwa Mwenyezi Mungu hakuna kubit about the bush, kuzunguka mbali. And this is a principle ambao tunaweza tumia in our families, sehemu zetu za kazi, katika maisha ya kawaida. Unapomkosea mtu, wewe kuwa very specific. Wacha kuogopa the outcome. Wewe muombe msamaha kwa sababu umeona kosa hilo kweli haukufanya, lilimwadhiri uliyemkosea na haukufaa kulifanya. Si jambo ambalo ungetaka kulirudia kulifanya. Now that is the experience. Kama hujawahi pata hiyo experience ya true confession na repentance, utajipata sasa unarudi. Utakuwa kama mbwa anayerudi kwenye matapishi ama nguruwe ambaye, and that is the controversy ambao Paul alikuwa nayo katika Romans chapter 7. Anasema ninatamani hii lakini nashindwa, ninatamani vile nashindwa, mpaka anasema sasa aligundua ni dhambi iliyokuwa imekaa ndani, so inamsumbua, ndio inaleta matunda ya nje, mpaka sasa alipomkubali Kristo, na sasa Yesu anachukua sehemu ndani ya maisha yake. Na Yesu hakuji through a certain miracle ati tunaenda kumtafuta mlimani. It is through his word. Through his word. Yeye Yesu anaingia kwetu through his word. Tunaposoma neno hili na kulikubali. Psalms 119 kama tulivyosema verse 11 inasema I will hide thy word in my heart. Nitaweka neno hili ndani ya moyo wangu nisije nikakosea. So that is what we call true confession, and that is step number 3. Now step number 4, ukisha tubu na kuconfess, basi unaingia kwenye step number 4, inaitwa consecration, kujipeana. Na ukisoma the book of Romans, nafikiri nimeikumbuka haraka chapter 16, Romans chapter 16, wacha ni confirm, nafikiri you can confirm on your end kama unasoma pamoja nami. Romans 16, yes, Romans 16
ama ni Romans 19, Romans what, nitakukumbuka, lakini kuna fungu, ni fungu ambalo linasema ya kwamba we are servants of whom we choose to obey. We are servants, yani yule ambaye tunataka kumtumikia tunakuwa watumwa wake, na watumwa wanakuanga wawili katika safari ya imani, either Mr. Sin ama dhambi, ama utii unaoleta wokovu. So let me confirm for you hilo fungu ambalo nilikuwa ninataka kukusomea. Let me get it for you haraka haraka, in the book of Romans. Nafikiri it was Romans chapter 6, yes, in verse 16. Romans chapter 6 verse 16, maandiko inasema, know ye not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. So sikiliza, basi ili uweze kupata na maisha hayo ya ushindi wa kushinda dhambi, lazima upeane moyo wako kwa huyu Kristo ambaye tulianza safari naye, ambao uliona the need awe mtawala wa maisha yako. The whole heart, unaona sasa, the whole heart must be yielded to God or the change can never be wrought in us. Ukicombine hiyo na ile ampale ya repentance, tulisema repentance lazima itoke moyoni, maana umeona dhambi na kosa lake. In fact, ukisoma the book of Hebrews inasema tukifanya dhambi kwa hiari, kwa kujua, when it is conscious, we are conscious, it is live in our mind, tunamrudisha Yesu msalabani. So kujipeana moyo, the whole heart must be yielded to God or the change can never be wrought in us, by which we are to be restored to his likeness. The question is, how do we give the whole heart to God? Tunakuja kuelaborate these steps baadaye, lakini nasisitiza, ninarudia, ni hili neno. Na to the Seventh-day Adventist Church members, we have the Bible and the spirit of prophecy, neno la Bwana, the inspiration. Tukubali maneno hayo ya hang in the walls of our minds, hapo yakae hapo kila siku yakitukumbusha, na kila siku tunatamani kujua mambo mapya kuhusu huyu Mungu. Nao tunaambiwa that is the only way we can give the whole heart. In fact, ukisoma Revelation chapter 3 verse 14 to 18, condition to the Laodicean church, Yesu anasema ya kwamba afadhali sasa tuwe baridi. Anachukia lukewarmness. Afadhali ujulikane sasa wewe ni mwizi, ujulikane hivyo, lakini si ya kwamba leo uko mwizi na leo uko mtakatifu. So that lukewarmness ama undecidedness, kama kuna Kiingereza kama hizo, kama hicho. So like you have not decided unataka nini. So commit, kama umeamua kutembea na Mwenyezi Mungu, give your whole heart to him. Consult with the word of God katika kila kitu unataka kufanya. Young people, if you want to get married, consult with the word of God. Yani kila kitu jipeane, commit your whole heart to him. Allow the word of God, ya kwamba neno lake lidumu katika moyo wako. Tukifanya hivyo, then that is what we call consecration. Tumejipeana. Haimaanishi sasa uende ukae kanisani huko tumejipeana kwa Kristo, ati wewe utakuwa unakaa kanisani. Haimaanishi hivyo, ni kujipeana moyo wako kwa Kristo kila siku. It's a daily process. Kesho utapatana changamoto mpya, basi unaendelea kuuliza na kutafakari na kuuliza ushauri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inaendelea kusema desires for goodness and holiness are right as far as they go. Kumbuka bado tuko katika step number 4 ya consecration. Kutamani kuwa mtu mzuri na kuwa mtakatifu ni vizuri, but if you stop here, lakini ukiachia hapo, they will avail nothing. Hautapata matokeo. Utajipata tu katika Romans chapter 7 experience ya mtu ambaye anaitwa Paul. If you stop here, you will avail nothing. Many will be lost while hoping and desiring to be Christians. Why? They do not come to the point of yielding their will to God. They do not choose to be Christians. Sikiliza. By the way, tayari mpango wa wokovu umekwisha kuwekwa, and consecration ama kujipeana is a personal choice ambao unafanya kila siku. By the way, kila kitu ambacho unafanya kila siku, you make a choice out of it. Na uchaguzi na aina mbili peke yake. Ukisoma Bible vizuri, itakwambia there is a choice, a good choice and a bad choice. A good choice, now who determines what is good and what is bad, ama what is right and what is wrong? It is the word of God. Tunarudia kwamba ni neno la Mungu. Wa Kristo wenzangu, even in our practice katika religion, na sisi wote ni wa Kristo, it is only the word of God that can determine what is right and what is wrong. Tuko pamoja ndugu zangu? So tunaambiwa kutamani kuwa mtakatifu sio jambo mbaya. Hata Judas, he requested ya kwamba ahesabiwe pamoja na wanafunzi, and he was given the chance, but at the end of the day he died terribly. Alikufa akiwa na Mwokozi na atapotea milele. Okay? In fact alijinyonga na matumbo yake akaliwa na mbwa. Uko pamoja? So
kutamani ni vizuri, lakini tukiachia hapo kutamani, nasema ninatamani nifanye, na sio hivyo tu, hata kutamani katika mambo fulani, tuseme unatamani kuhubiri kama mtu fulani, unatamani kufahamu neno la Mungu, it's not that by accident. Lazima uamue, uchague kufanya hivyo. You have to study, you have to meditate, you have to practice, you have to teach, ili ya kwamba neno hilo lizidi kubaki katika moyo wako. So they do not come to the point of yielding the will to God. They do not choose to be Christians. So being a good Christian and a holy Christian is a choice you make. Na you choose kwa sababu tayari katika neno la Bwana umepewa njia. Kuna mambo ukifanya, tutakuja kuangalia baadaye, hayawezi kuruhusu kuconsecrate yourself to God. Nitakufundisha baadaye nikielaborate each step katika other presentation. So karibu sana. So that is consecration. You have to give your whole heart to God by allowing his word to take control of your life. Now step number 5, faith and acceptance. Ukishakuja kwa Mungu and you have given yourself, believe, have faith. Na kitu ambacho tunaonywa ni hiki, faith is not a feeling. Unajua, siku moja nilifundisha mzee fulani, I will not mention his name. Nilimfundisha tukisoma Bible study, we were discussing about the Sabbath. Tukasoma, tukaangalia vitabu vya dini, jinsi ambavyo sabato ilibadilishwa. Baadaye tulipomaliza akasema, okay, now I'm happy. Hiyo topic imenifurahisha sana, na sasa na ni ukweli, siwezi nikapinga, huo ndio ukweli na hivyo ndivyo ilivyo. Lakini ninangojea Roho Mtakatifu aje anieleze nisikie kwamba faith and acceptance. Do not wait to feel that you are made whole, but say, I believe it. It is so, not because I feel it, but because God has promised. Tuko pamoja? Unajua hata ukitubu kwa kweli, shetani anakuja kwenye mawazo yako, anakukumbusha kwamba wewe ni mwenye dhambi. He is an accuser of brethren. Tuangalie katika Jude vile anang'ang'ana na mwili wa Musa, kwa sababu Musa alifanya some mistakes in his life katika safari ya Wanaisraeli. Jude 1:9 ukienda kusoma utaelewa. And then, so the devil will always remind you ya kwamba wewe ni mwenye dhambi sana. Ukitubu kwa kweli na umekuja kwa Kristo, umetaja dhambi yako kwake na umejipeana kwake, believe, usingoje kuhisi. Faith is not a feeling, and feeling is not faith. Imani, it is just trusting and obeying God's word. And faith is equals to obedience. Faith is equals to obedience. Ya kwamba umeamini, sasa wewe fuata hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anasema. Kama Abraham, maandiko inasema aliambiwa njoo nitakupeleka katika nchi isiyojua, akafuata tu bila kuuliza maswali. That is primitive godliness. Faith. Now si kwa sababu ninahisi hivyo, ni kwa sababu Bwana ameahidi. Ukisoma Hebrews chapter 11 verse 11 kuhusu madam huyu anaitwa Sarah, mke wa Abraham, anasema hivi, yes, we know she made a mistake alipo propose ya kwamba Abraham aweze kuzaa mtoto na Hagar, na hiyo ndio shida tumejipata nayo mpaka Uislamu umejaa duniani. Tutakuja kujifundisha hayo maneno baadaye. Inasema hivi katika Hebrews chapter 11 verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. The one who gives the promise is faithful. So anapoahidi ya kwamba atakusamehe na kukuondolea udhalimu, ama anapokuahidi kitu atakubariki, don't wait to feel it. Amini, ni kwa sababu ameahidi. Do not wait for that feeling. Ukisha basi ingia kwenye safari hiyo ya imani, na kwa kuamini, you not feel lost, you not feel confused, you not feel unsure. Wewe utakuwa sasa uko tayari kusema kwamba I'm very sure because God has done it. God has said it. Na kwa sababu ni yeye amesema, basi he will fulfill in his own time. Yeye atafulfill kile ambacho amekuahidi. And that is step number 5. Step number 6. The test of discipleship. Na ukisha kuwa na imani, maana tulisoma, ukisoma Romans chapter 10, I think so. Ukisoma Romans chapter 10 from verse 14, uteremuke kabisa mpaka verse number 17, inakwambia, yes, verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Mungu ndiye ameahidi, unatii. Katika swala la sabato mfano, ni watu wangapi ambao wanaamini tu, wanasikia lakini hawaamini sabato? Unapata wazee mpaka wa kanisa, viongozi, wachungaji, watu wanajihusisha katika mambo tofauti tofauti, wanaharibu sabato tu.
hawaamini. Now listen, ukishaingia kwenye safari ya imani, you will be tested. Now step number 6, utaingizwa kwenye mtihani, and this is a daily process. Obedience is the fruit of faith. So faith is equals to obedience. That so-called faith in Christ which professes to release men from obligation of obedience to God is not faith but presumption. Na ndio maana unapata sometimes watu wanapata changamoto wakihubiriwa, wanasikia kwamba ujumbe huu haujawafurahisha. Ukisha kuanza kufanya obedience, you grow. Na ukiangalia mimea inakuwa kila siku. You grow in Christ every single day. That is step number 7. You grow in Christ every single day. Unakuwa. Lakini ukijipima uangalie 2025, you have been mark timing ama umerudi nyuma. By the way, I'll come and show you ya kwamba kuna vile ambavyo huwezi kuwa katika Kristo kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo yameletwa na ulimwengu, yamechukua mawazo yako. So I'll be elaborating every step baadaye. So after this video, maybe after like 2-3 days, nitarudi kwenye step number 1, and then we do a whole presentation on the same tukisonga. So hopefully by mid January tuwe tumemaliza hiyo, ili tuingie kwenye kitabu cha Danieli tukasome pamoja. So what is the meaning of growing in Christ? Now growing in Christ, steps to Christ, page 68. Inasema, as the flower turns to the sun, that the bright beams may aid in perfecting its beauty and symmetry, so should we turn to the Sun of righteousness, that heaven's light may shine upon us, that our character may be developed into the likeness of Christ. Number 1, character is developed. It is not won. Hawezi ukanunua tabia. It is developed. Character is developed. Tunaposema development, iko na stages. Na vile ambavyo ninafanya leo, it determines mahali nitakuwa kesho. So character, Christian character inakuwa developed daily, kama jinsi ambavyo mmea unamea kila siku. In fact, ukipanda leo utapata mmea unaongezeka kila siku mpaka kipindi fulani. Vile vile hata sisi ndivyo tunavyokuwa. So vile vile hata katika tabia ya Kikristo we grow. Na tuna grow in Christ. And the only way to grow is to tap the energy from the sun of righteousness. Jinsi ambavyo mimea inatafuta the sun, the rays of the sun. Hata sisi vile vile tunastahili kutafuta the sun of righteousness ambaye ni Kristo kila siku. And for that, tukifanya hivyo, our character may be developed into the likeness of Christ. Tunaanza kuwa na tabia. Tunaitwa sasa sisi ni watu hao. Sisi ni wa Kristo. Mpaka mtu akikuona ndugu, mama, kiongozi, mshirika mwenzangu, Mkristo mwenzangu, anasema hakika mtu huyu alikuwa pamoja na Kristo. This son of God, huyu jamaa ni mtu wa Mungu. Because they can see that in you. You are reflecting it. Yani wewe unadhihirisha. Tuko pamoja. Ukifanya hivyo, step number 8. The work and the life. Sasa kutoka hiyo, kwa sababu already you are developing your character into the likeness of Christ, kwa sababu kila siku unamtafuta kama jinsi ambavyo tunatafuta jua. And by the way, the Bible says, behold how good it is to behold, for the eyes to behold the sun. For the eyes to behold the sun. Vile vile katika maisha yetu, it will be good ya kwamba kila siku mambo yale tunayowafanya ya kwamba yaweze ni Kristo tunatafuta. Tutakuja kuelaborate on that one. Now, the work and the life. Sasa unapoendelea kuishi, sasa utadhihirikaje kwa watu wengine kwamba wewe ni Mkristo, na tena hata katika maisha yako utaanza kufurahiaje Ukristo huo ulio nao? Sasa hapo ukiangalia kuna a soldier ambaye anamsaidia fallen soldier. Ukiangalia pia hapa inakaa ni a hospital setup, na kuna jamaa wote wako hospitalini, lakini kwa sababu wako na nguvu anaonekana anamsaidia mwenzake. So vile vile katika safari ya Ukristo tunaambiwa the only way to grow in grace, underline the only way to grow in grace, is to be disinterestedly doing the very work which Christ has enjoined upon us, to engage to the extent of our ability in helping and blessing those who need the help we can give them. Why? Strength comes by exercise. Activity is the very condition of life. Yani wewe sasa hautakuwa unasukumwa kufanyia Mungu kazi. No.
Utakuwa sasa moyoni mwako unajipata tu unapata msukumo. Now you are now a Christian. You are a Christian person. Sasa wewe unafaa na Kristo ni kujitoa. Na Philippians chapter 2 all the way from verse 1 to verse number 10. Ukisoma hiyo inasema tuwe na nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Esteeming the other person better than you. Kufikiria mtu asifikirie mambo yake mwenyewe. Sikiliza. That is the work and the life. Utajipata unahusishwa. And by the way, ukiangalia hizi troubles zote ambazo tunajipata nazo kanisani, kupigania uongozi, kupigania pesa na kadhalika, it is because we have become idle. Hatufanyi kile ambacho tuliambiwa tufanye. We are not involved in evangelism. So shetani ametuweka hapa na tukoroga, eventually tunakuja kuaibisha kanisa la Mungu hatimaye. Tunaambiwa if you want a muscle, a bicep, lazima ufanye hivi, ufanye uinue chuma. So tunaambiwa strength comes through exercise. So as you practice Christianity, maana ulishapokea hili neno, hauwezi lipokea likae hivi, you have to practice it. Waadventista wa Sabato tumepewa nuru ya kutosha, nuru on education. Sasa ukitaka kwa Adventista utaje kuhusu homeschooling, wataanza kusema wewe umepotoka, umeitwa offshoot. Na homeschooling ama medical missionary work utapewa vituko vya ajabu na ni ujumbe wetu. Unasikia watumishi wengine wakisema kwamba haya mambo ambayo Sister White alizungumzia on health yalikuwa ya wakati wake, we don't need that now. Who told you? Usikubali mtu kama huyo akupotoshe. Chochote ambacho Mungu amebariki nacho kanisa hili, it is for our own good. So when you practice, you become strong every single day. You become strong. And it is a personal decision that you have to make. Kumbuka, mambo ya wokovu, there is no representation. Tunakuwa represented na Kristo peke yake kwa Baba in the investigative judgment. Lakini katika kumkubali Kristo na kufuata neno lake na kufuata and to the law and to the testimony as a church member, as a Seventh-day Adventist church, it's a personal experience that you must have. Hii hamtashare na mtu. And then the more unapata hiyo strength as you engage through providence and through experiences, Mungu anazidi kuzungumza nawe. And therefore, step number 9, a knowledge of God. Now, tunapozungumza kuhusu the knowledge of God, Mungu ametuandikia vitabu. Cha kwanza kabisa, it is creation, nature. The second one, the sanctuary, and the third one, the Bible, the printed volume. And of course, now the spirit of prophecy as part of inspired word of God. So when we go to nature, tunaendelea kujifundisha mambo ya Mungu through nature. Mpaka leo nikwambia, wakati mwingine sijui nilitaja ya kwamba unataka kudili na watu LGBTQ+, you need them to take them from the city, wapeleke mshago wakae na wanyama, they will learn from there. Na Mungu atatumia nature kuwafundisha mambo makubwa. They decide to observe. Tutajifundisha mambo hayo tuko ndani kwa kila siku. So tuendelee kuongezea kujua Mwenyezi Mungu kila siku through nature, through the Bible, and of course through the teacher and experience as we interact with nature and as we practice Christianity. Bwana atazidi kuonyesha mambo mengine baadaye tofauti ya kukusaidia kuendelea kuwa na uhusiano ama kukuza uhusiano wako nawe. And there was morning. So, what is growing Christ? Fill the whole heart with the words of God. That is how you get the knowledge. They are the living water, quenching your burning thirst. They are the living bread from heaven. The Bible was not written for the scholar alone. On the contrary, it was designed for the common people. Unaona sasa katika kanisa la Adventista wa Sabato leo, unapata ya kwamba watu wamekataa kusoma neno kama vile ambavyo watu walikuwa wanafanya kwa system ya uasi ama walipokuwa katika Ukatoliki na kwingineko. Unajua ukienda katika Catholicism unapata kwamba padres ama katika hilo ecclesiastical order kutoka kwa archbishop ambaye ni the bishop of Rome, uteremke chini mpaka kwa deacons, ya kwamba hao the catechist hao ndio wanasoma neno wanakuja kuinterpretia wengine. Now that one is also coming in the church polepole. Kama ujagundua, unapata kwa district mzima district mzima watu wanafuata kitu ambacho kiongozi alisema kwa sababu ni kiongozi. Akisema mpande miraa na yeye mumtafutie shamba ya kupanda miraa, watu wanasema sasa pastor amesema acha tupande miraa, tuuzia watu miraa, haina shida. You have to fill your heart with the words of God kama unataka kuendelea kujifundisha kuhusu Mungu. The Bible was designed for you. Ya kwamba in fact the other day I was asking myself,
kama kanisa, kama washirika wa Adventist wa Sabato, tungefanyaje tungekosa the spirit of prophecy? Kwa sababu there could have been a lot of confusion, especially from the theologians ambao wamefundishwa philosophy and they argue the Bible how they want. Tungekuwa tuko kwa giza kubwa, but we are thankful ya kwamba you have the Bible and the spirit of prophecy, ya kwamba mtu akitaka kutufundisha vyovyote anataka, we can know ya kwamba that is not God's word. Unadulterated truth ndio tunahitaji kutafuta, the Bible and in the spirit of prophecy. Tuko pamoja ndugu zangu? So tukifanya hivyo, we increase nature. Unaposikia kuhusu country living, when you go to the countryside, you are not running away from the Pope of Rome ama the beast of Bible prophecy. You're increasing your chance to understand God more through nature. Yani wewe unaenda kumjua Mungu zaidi. The beast will catch up with you wherever. Ni Mungu tu atatuzuia. Lakini unapokaa mjini na kuna a lot of things tutazungumzia baadaye tukijaribu kutenganisha hizi steps one by one, when you live in the city and when you live in the countryside. Okay? Tutazungumza hayo baadaye. So, the knowledge of God, increase that by studying nature, studying the word of God, and of course the word of God here, the inspired word of God, the spirit of prophecy. Soma steps of Christ, soma desire of ages, soma the patriarchs and prophets. Endelea kujifundisha mambo ya Mungu, na ukifanya hivyo Mungu atazidi kukubariki. Number 10, the privilege of prayer. We can all agree ya kwamba tumepunguza maombi. Personally, umepunguza maombi individually. Tumepunguza maombi kama familia na tumepunguza maombi kama kanisa. Na by the way, ukiona mtu ambaye anakukataza maombi, kuna kanisa lingine nimetembea juzi nikaambiwa kwamba mchungaji alisema hata fasting wasifanye, watu wasiombe, watu wasifanye, ati Kristo alifanya mambo haya. Huyo anakupotosha kabisa. Nataka usikilize. Anakupotosha tena kabisa. Why? Tunaambiwa hivi, there is necessity for the diligence in prayer. Diligence ni bidii. Let nothing hinder you. Nothing, including your pastor, including yourself, including TV, including everything ambayo inatoa sehemu ya maombi katika maisha yako, in your personal life, in your family, chochote. Let nothing hinder you. Make every opportunity to keep open the communion between Jesus and your own soul. Seek every opportunity to go where prayer is want to be made. Tafuta nafasi ya kufika haraka mahali maombi yanafanywa. Of course, sio kila mahali. Unajua kuna watu wengine sisemi sasa uingie kwenye msikiti kwa sababu umesikia Allahu Akbar ama wakipiga shahada. Simaanishi hivyo ya kwamba kwa imani yako mahali watu wanafanya maombi kimbia pale. Of course, tunaposema maombi ni maombi ambayo yanaelekezwa na neno la Mungu. So there's no way we are going to run away from the word of God. Tukifanya hivyo, tukiomba individually na tukiomba as a family na tukiomba as a bigger family ya waumini in the church, then bas tutakuwa tuko salama, tunaendelea kuwa na uhusiano na Kristo. Nasemaje? Number 11, doubt. Baada ya kuomba, amini. Instead of questioning and caviling concerning that which you do not understand, give heed to the light that you already shines upon you and you receive greater light. Sasa nikueleze kitu hapa. God is not a conman. Mungu akikupatia ujumbe kidogo wa afya alafu upinge, hawezi kuongezea. Nuru yoyote ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia hapa. And by the way, there are so many things that we don't fathom kwa sababu ya the sinful nature ambayo tuko nayo. Okay? Now kuna watu, because of they cannot explain some things in the scriptures, wameamua kwamba watakuwa Waislamu ama watakuwa atheists. Okay? Because they cannot explain some few things like the nature of the Holy Spirit. Sasa mtu anasema wale wanasema sikiliza. There are so many things ambazo hatutamaliza kuunderstand tukiwa chini ya jua. Na we even told in the spirit of prophecy ya kwamba tukifika mbinguni, eternity past, eternity, tutakuwa tunasoma habari za wokovu. We shall be reviewing and yani tutafundishwa habari hizo za wokovu na hatutaishi hivyo milele. Sasa so hii akili ambayo tuko nayo ambayo imeadhirika na dhambi for more than 6000 years, kuna vitu mingi haiwezi elewa. So tunaambiwa instead of questioning that which you do not understand. Na by the way, ukitaka kudoubt everything in the Bible, you can doubt. You can. There's that possibility. The room is given. Lakini at your own peril.
This is the word we can trust. Hili ni neno la Mungu ambalo linatuonyesha jinsi ambavyo ilivyokuwa kabla ya dhambi, vile ambavyo ilivyo katika dhambi, the great controversy, and even the plan of redemption and how it shall end. Sasa tutakosaje kuamini kitabu kama hiki? Tunaambiwa ile nuru kidogo Mungu anakupatia. Now practice that. Do not doubt. Practice. Ya Mungu ni mwaminifu hata. Na ukimaliza hivyo. Number 12. Rejoice in the Lord. Unakuwa na furaha individually, furaha inakuwa kwa familia yako na furaha inarudi kanisani. What does that mean? Inasema it is not wise from now henceforth to gather together all the unpleasant recollections of a past life. It is its iniquities, disappointments, to talk over them and mourn over them until we are overwhelmed with the discouragement. Sasa tunapovuka mwaka wa 2025 tukienda 2026, we forget yale mambo mabaya yametufanyikia individually, as a family, as a church, na tusonge mbele, tufuate hizi hatua tena, turudi kwa Kristo at the beginning of the year, na tukifuata hivyo it will be our lifestyle na tutakuwa na furaha katika Bwana. Tunaambiwaje? All have trials. Kila mtu ana changamoto zake. Griefs hard to bear, temptations hard to resist. Do not tell your troubles to your fellow mortals, but carry everything to God in prayer. Make it a rule never to utter one word of doubt or discouragement. You can do much to brighten the life of others and strengthen their efforts by words of hope and holy cheer. Bwana akubariki sana. Ya kwamba tukifuata hizo hatua zote tutakuwa na furaha. Na si kwa sababu haimaanishi sasa tutakuwa na changamoto. No, tumeambiwa kila mtu atakuwa na majaribu na mengine ni mazito mpaka anashindwa kuvumilia. Tuko pamoja. Majaribu ambao lazima tutaresist. Lakini ukielewa hivyo, hautapeleka yako kwa mtu, utapeleka yako kwa Kristo, and you'll never discourage a traveler. Utamuinua mkono, mchechemee kwa Kristo, maana hapo ndipo kuna ushindi. Bwana akubariki, uwe na Sabato njema. Hebu mwaka wa 2025 tusahau, tujifundishe na yaliyo mema yote ambayo Mwenyezi Mungu atufanyia. Makosa ambayo umefanya ama mambo mabaya ambayo yamekufanyikia individually, kama familia ama kama kanisa, let us learn from that. Alafu tukiingia 2026 tuanze safari na Kristo na mioyo yetu izidi kubarikiwa, na watu wengi wanapotutazama wanasema hakika hawa watu walikuwa na Bwana. Bwana akubarikie mwisho wa mwaka wa 2025 na mwaka wa 2026. Bwana akubariki.